kutimiza hatima ni utimilifu wa maisha. Na ni kuomba Mungu sana, na ni maombi yangu, I wish you all the best, na kutakia kila laheri ili uweze kutimiza hatima yako hapa duniani. Watu wengi hawatimizi hatima, wanaishi tu. Na Biblia inasema katika kitabu cha Methali ule mlango wa 16 mstari wa kwanza. Kitabu cha Methali ule mlango wa 16 mstari wa kwanza. Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kile ambacho nataka kusema hapa, walio wengi wanazaliwa, wanafanya maandalio ya moyo na wanakufa kwenye maandalio ya moyo bila jawabu la ulimi, ambalo ile jawabu la ulimi ni ule ukiri ambao watu wanaweza wakakiri, au wewe ukaweza ukakiri ukaacha legacy duniani. Jawabu la ulimi ni sense of purpose, kusudi la wewe kuwepo, ambalo watu wengi wanafanya maandalizi. Kuwa na cheti ni maandalizi ya moyo. Kuwa na diploma ni maandalizi ya moyo. Kuwa na degree ya kwanza ni maandalizi ya moyo. Kuwa na degree ya pili ni maandalizi ya moyo. Kuwa na PhD pia ni maandalizi ya moyo. Lakini haya maandalizi ya moyo hayajabeba majibu ya ulimi ili uweze kuwa na contribution kwenye maisha yako. Na hii ndio changamoto tulionayo katika jamii yetu. Ni namna gani ya kubadilisha yale ambayo tumeyasoma katika taaluma, katika degree na maisha yetu ya kawaida ya usomi na utashi wetu, lakini pia kufika kwenye malengo ambayo tunasema ni hatima, lakini kuungana na mawazo ya Mungu ambayo anakuwazia. Sawa sawa na kitabu cha Yeremia ule mlango wa 29 mstari wa 11. Yeremia 29:11, Biblia inasema, kwa maana ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mawazo ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho. Tumaini la siku za mwisho ndio hatima. Sasa kuna mambo machache ambayo hapa ningependa tu hata angalau kuleta kama challenge ya falsafa ya asubuhi ya leo, morning philosophy, kwenye maisha ya kwako, na kuangalia juu ya watu wachache. Maandalio ya moyo ya mtu mmoja ambaye ni muasisi wa kanisa hili la Kiinjili la Kiluteri, anaitwa Martin Luther, Dr. Martin Luther, mchungaji au padri Dr. Martin Luther. Maandalio ya moyo ya baba yake alikuwa anaitwa Hansi Luther, na mzee Hansi aliandaa maandalio yake ya moyo kwa mtoto wake. Alikuwa anataka mtoto awe mwanasheria, na alimshawishi mtoto awe mwanasheria. Na baba yake alikuwa mkulima, baadaye akahamia kwenda kuwa kwenye madini, na alitaka mwanawe asome sheria ili amsaidie katika mikataba mbalimbali ya kisheria ya masuala ya uchimbaji wa madini. Lakini baadaye mtoto wake hakwenda huko kwenye sheria, lakini aliungana na Augustinian, akaingia kwenye malezi, akawa padri, akapata upadrisho. Lakini hakuishia kwenye upadrisho, bado hata upadrisho kwake ilikuwa ni maandalio ya moyo. Baadaye amekuwa muasisi wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri, na akawa reformer. Miongoni mwa watu walioleta uamsho wa kwanza duniani ni pamoja na Martin Luther. Na hapa tunaposema sasa, leo tuna kanisa, leo tuna uamsho, leo tuna historia ya kwake kama reformer, mtu aliyefanya reformation, ndio hapo tunapokuwa na sense of purpose, kusudi la huyo mtu kuwepo. Mabibi na mabwana, nisikuchoshe na historia ya watu labda wa zamani au watu wa Biblia, lakini labda nitatamka kidogo watu wachache wa Biblia. Musa aliandaliwa kuwa kiongozi katika nyumba ya Farao, na prince ambaye angerithi kuwa mfalme katika nyumba ya Farao, kwa sababu binti Farao hakuwa na mtoto, na alimuokota Musa akamwandaa aje kurithi ufalme katika nyumba ya Farao. Lakini jawabu la ulimi, haya yalikuwa ni maandalio ya moyo ya Farao na binti yake, na wakamsomesha
kwa elimu kubwa. Lakini jawabu la ulimi, yale mawazo ambayo Mungu huwa anatuwazia kwa kinywa cha nabii Yeremia anavyosema, alikuja kuwa mkombozi, deliverer, aliyeweza kuondoa wana wa Israeli kutoka Egypti na kwenda Kanaani. Hayo ndio yalikuwa makusudi yake ya Mungu. Lakini pia nikiangalia katika Biblia kuna mtu mmoja ambaye ni maarufu katika kitabu cha Agano Jipya. Yeye alikuwa mvuvi wa samaki, ni Petro. Alikuwa mvuvi wa samaki, professional wa kuvua samaki, bingwa wa kupiga mbizi. Lakini badala yake haya yalikuwa ni maandalio ya moyo ambayo yalimsababisha mtumbwi wake Yesu autumie. Na ule mtumbwi ambao Yesu aliutumia na kwenye lile ziwa la Tiberia, ni hapo ambako Yesu Kristo alikutana na Petro na akamfanya kuwa mchungaji na akawa the first bishop au askofu wa kwanza wa kanisa. Na leo tuna St. Peter ambako uliona juzi Papa, ibada ya mazishi ikifanyika, Papa mpya pale St. Peter ndiko kaburi la Martin la Petro mtume, ambaye ndiye alikuwa tuseme ni papa wa kwanza wa kanisa la Roman Catholic. Nataka kusema nini hapa asubuhi ya leo? Nataka kusema ya kwamba kuna maandalio ya moyo. Hata watu walioishi kwenye Biblia wana maandalio ya moyo, lakini kuna majawabu ya ulimi. Na kama haujapata jawabu la ulimi, ni kule tunakosema kufikia hatima. Kwa mfano, Nelson Mandela alikuwa mwanasheria. Hayo ni maandalio ya moyo, full kabisa mwanasheria, lakini aliishia kuwa president wa kwanza wa South Africa. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, maandalio ya moyo, mwalimu, na anaitwa mwalimu, na alitembea na bakora ya ualimu, lakini aliishia kuwa mtu mwenye influence kubwa katika bara la Afrika, kiongozi mkubwa aliyeleta ukombozi na uhuru wa bara la Afrika, lakini pia Tanzania bila umwagaji wa damu. Lakini alikuwa mwalimu, angeweza kubaki na fimbo na chaki na kalamu. Hayo ndio alikuwa maandalio ya moyo wake. Lakini jawabu la ulimi, hatima yake, kutimiza hatima yake, amekuwa kiongozi ambaye ana historia ya bara la Afrika, na mpaka sasa historia yake bado haijavunjwa. The first president black ambaye ni Obama, maandalio ya moyo wake ni mwanasheria, lakini ametoka kwenye sheria na ameenda kuwa kiongozi au rais wa kwanza mweusi katika White House ya Marekani, na kuwa kiongozi ambaye ameweka historia ya mweusi wa kwanza huko Marekani, kuongoza hilo taifa kubwa duniani. Hatima, na anafikia hatima, anazeeka. Obama ataendelea kuonekana, hakuna mtu anamtaja Obama kama mwanasheria au advocate, atatajwa kama the first president black ambaye ameiongoza Marekani. Hiyo ndio hatima ambayo tunazungumza, kutimiza hatima. Hivyo, na tunao watu wengi waliofanya mambo mengi tu mazuri. Hata Tanzania tunaye kwa mfano rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi, ni daktari wa binadamu, lakini leo yuko kwenye hatima yake kama president wa Zanzibar, na wengine ambao wapo. Lakini tukiangalia Trump ni mfanyabiashara. Juzi alikuwa na kesi, sijui zilikuwa 100 ngapi, sijui 1000 ngapi kesi za kodi ya kati yake na serikali. Lakini baada ya hapo ghafla amekuwa president mara ya pili huko Marekani. Ni kutimiza hatima. Hatima ni vita ya maisha, na ili ufikie yale malengo ambayo unakusudia kufika, usiogope kufikia kwenye hatima yako. Inawezekana ni biashara, inawezekana ni taaluma. Na ukiona tuna wasomi wengi ambao hawana impact duniani leo, ni wasomi ambao wameishia kwenye maandalio ya moyo, hawakuweza kuvuka wakaja kwenye maisha. Kuna namna unavyojiandaa katika maisha, katika maandalio ya moyo, pengine kwa taaluma, pengine kwa kusoma, lakini lazima ufikie mahali ambako unasema sasa, hapa ndiko ambako mimi ninaona kwamba nimezaliwa kwa kusudi hili. Yale mengine yote yalikuwa na kusaidia pengine kujitafuta na kujipata na kujitambua, ili uweze ufikia yale malengo ambayo yamekusudiwa. Kwa hiyo ni maombi yangu asubuhi ya leo, uangalie hivi taaluma yako, influence yako ya kisiasa na uongozi, lakini pia elimu, lakini pia mtaji, biashara,
imekufikisha kwenye hatima yako. Pengine ulikuwa unachuuza, unaanza biashara ya kuchuuza, lakini umefikia hatima. Biashara nyingi hazifikiagi hatima, zinaishia jangwani. Niliwaambia Samsung leo ni kampuni iliyoajiri almost watu 300,000 dunia nzima, lakini ilianza na duka la kwa mangi, kibanda, kioski, kiduka cha kawaida. Kwa hiyo hata biashara nyingi hazifikii hatima. Mimi leo nina rafiki yangu sana wa karibu ambaye alianza exchanging program, yani alianza na hakuwa na mtaji, alikuwa gerezani. Yeye anakutana na mtu wa magari, alikuwa na deal na spare. Anakuja mtu garage, anataka spare, anamwambia niorodheshie zile spare, anakimbia kwenda dukani, anachukua, anakuja kuziuzia kwa huyu mtu ambaye anatengeneza gari au amekuja kununua hapo. Yani ule udalali wa hapo kwa hapo. Lakini alianzia hapo. Leo ni mmiliki wa viwanda vikubwa sana hapa Tanzania na anaendelea kufikia kwenye hatima yake. Alianzia hapo. Mwingine ni naye ambaye alianzia kuendesha mkokoteni Kiboriloni. Mkokoteni, alikuwa anaendesha mkokoteni Kiboriloni. Leo ana hisa zaidi ya bilioni 15 CRDB. Lakini alianza kuendesha mkokoteni Kiboriloni. Lakini leo ni watu ninaabudu nao hapa, washarika wangu ambao ninao hapa. Nilishangaa alivyoniambia, mchungaji, unajua mimi nilianzia wapi? Mimi namjua ni bilionea hapa Tanzania, lakini ananiambia mimi nilianza kuendesha mkokoteni Kiboriloni. Kwa hiyo kuna watu ambao hawafiki kwenye hatima. Kumbe hata kuendesha mkokoteni ukakokotana nao unakufikisha kwenye hatima ya kuwa mwanahisa, ya kuwa mfanyabiashara, ya kuwa bilionea. Ninaona mawazo ya watu wengi hayafikiagi hatima. Mawazo ya watu wengi yanafia jangwani. Ni maombi yangu uwe na roho ya Joshua, hautafia jangwani, lakini ufike Kanaani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni maombi yangu pia uwaandae watoto wako kama mlezi, kama mzazi. Hakikisha unawapeleka hawa watoto kufika kwenye hatima zao na kuwafundisha kwamba si tu kusoma pai mara kipenyo mara kitako mara mzingo. Hizo zote ni maandalizi ya maisha huko shuleni, lakini ukija hapa duniani hautakutana na pai. Maisha ya kawaida hayana pai, hayana mzingo, hayana kitako, hayana diameter. Maisha ya hapa duniani yana uhalisia. Na mimi nataka nikuambie, ni vizuri sana ukamfundisha mtoto wako kuliko aje kufundishwa na dunia. Ninaomba sana wazazi na walezi mlioko hapa, mtoto kufundishwa na dunia ni gharama kubwa sana. Lakini ni heri wewe kwa neema ya Mungu ukanisaidia kumfundisha huyu mtoto, maana Biblia inasema asiyefunzwa na mamaye atafundishwa na dunia. Wengine tumefundishwa na dunia kwa gharama kubwa mno. Hatukuwa na foundation ya life. Yani hatujijui, umetokea tu huko. Yani umetokea huko, nimetokea kijiji cha Matala, kijiji cha Maisha Plus huko. Nimejitafuta peke yangu. Ni gharama kubwa sana. Tofauti na leo ambayo unaweza kuwa na mtoto na ukaanza kumwandaa, kumfundisha. Watu wengi wamefeli maisha yao, wamefia jangwani. Si kwa sababu nyingine iwayo yote, ni kwa sababu hawakuweza kujua namna ya kutimiza hatima yao. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo ninakuomba, kama una mtoto, mlee katika kumuonyesha hatima yake. Hakikisha unamsaidia. Rafiki yangu mmoja aliniambia withdraw watoto wake mwisho wa elimu, wamefika form 6, akaambia hakuna university. Amewapeleka China, yeye mwenyewe ana viwanda, kwa hiyo amewapeleka China, wanafanya kazi kule za field, amewatafutia kwenye maviwanda ya China kujifunza namna gani ya kuendesha viwanda. Nikamuuliza, huyo ni Mtanzania Mchaga wa Machame? Msije mkasema hata sijui ni Mwarabu au mwini, Mchaga wa Machame. Ameshafikia hapo. Anaandaa hatima ya watoto wake na vitu alivyonavyo pia viwe na hatima. Hivyo viwanda na hizo idea za biashara kesho sije kuwa na mtu sema siwezi kuwapeleka university wakapoteze muda mrefu ukapo. No, na wapeleka huko kwenye field moja kwa moja. Nikamuuliza, kwa nini? Akasema, mchungaji, mimi sikufundishwa na baba yangu wala mama yangu juu ya maisha, lakini nimefundishwa na dunia. Na dunia inakufundisha anambia dunia imenifundisha kwa majeraha. Yani dunia ikikufundisha jambo moja, unapata kisukari kwanza. Unapata pozi la kisukari, unaanza kutumia dawa kwa muda mrefu au kwa miaka kadhaa. Yani hiyo ni dunia imekufundisha kwanza. Kikufundisha unasikia mapigo ya moyo, ukienda hospitali naambia umepata matundu ya moyo. Dunia imekufundisha. Unakutana na kitu, umefanya mistake,
unajikuta una hasara ya ajabu. Umefanya mistake kwenye organization, unajikuta una kesi ya ajabu. Ndio dunia inakufundisha hivyo. Na sisi wengine tumefundishwa na dunia kwa majeraha makubwa mno. Ni maombi yangu usiache watoto wako wakafundishwa na dunia. Hebu anza kuwafundisha kidogo kidogo. Hebu anza kusema nao, hata ukiwa unakatakata kitunguu mwambie kaa hapa pembeni. Akiwa likizo, kesho kutwa ni mwezi wa 6, ni likizo, watoto wanakuja. Wengine mna vioski, sizungumzii biashara kubwa mlizo nazo. Wengine mna viwanda, mna mashule, mna mahospitali, mna vitu vingi. Alafu mtoto akija unamwambia nenda Mwenge. Hapo Mwenge hapo kuna tuition za kemia, tuition za hesabu. Wewe ni makaratasi tu unampelekea. Hayo makaratasi hayatatosha pai mara kipenyo, hakiwezi kuleta majibu ya maisha. Anza kumfundisha na maarifa ya kile unachokifanya. Kama ni saluni, muonyeshe. Kama ni saluni ya kucha, muonyeshe namna gundi inavyoshikilia kucha zinazopatikana ada yake ya kusoma wakati akiwa likizo. Likizo maana yake ni kupumzika pai mara kipenyo mara kitako. Likizo ni kujifunza the real of life, maisha ya uhalisia, kufagia, kudeki, kuosha, kukausha, keki, pilao, kitunguu saumu. Hiyo ndio maana ya likizo. Hizo mambo ya pai mara kipenyo mwache huko. Akifeli ndio maisha yenyewe hayo. Ni mara elfu afeli shule lakini afaulu maisha. Na ni msiba akifaulu shule na akifeli maisha. Nothing done. Hakuna kitu ambacho umekifanya. Are we together? Kwa hiyo nakuomba msiwache watoto wenu wakafundishwa na dunia. Jamani, mimi nimefundishwa na dunia. Nimefundishwa na dunia. Ninajua maumivu ya dunia hayakuniacha bure. Na ni kwa sababu sikupata mtu huyo wa kunisaidia. Ni maombi yangu ni kuombe wewe ambaye pia umefundishwa na dunia. Na kuna watu wengine hapa mnanisikia. Unaonaje uliofundishwa na dunia? Unaonaje? Ulienda dunia imekufundisha, umeachika. Ndio mafundisho ya dunia hayo. Mafundisho ya dunia yamekufundisha una hasara. Dunia inafundisha vibaya. Dunia inafundisha vibaya. Na Waswahili wakijitonyama kwa Alimaua, kijitonyama Mtogole, kijitonyama Tandale, kijitonyama kwa mama Zakaria, tunasema asiyefundishwa na dunia, asiyefundishwa na mamae atafunzwa na kuomba. Hakikisha unamfundisha mtoto wako, mpunguzie maumivu ya kufundishwa na dunia kama sisi tulivyofundishwa na dunia. Tumsifu Yesu Kristo.